unacheki. Mimi personally naweza sema mzee wangu ni mtindi kasema bro. Yetu 250 itaingia hivi bro. Mangweni ama wapi huko? Huko bado Mangweni. Direct. Bro, okay. Kizungu mingi. Kama unajua wazazi wetu bwana kwa ile tabia. Sisi tunajua Taita. Kwa ile tabia. Enda Mangweni kule. Lazima waonyeshane ubabe. Mko ngapi nyote? Mamaki wapatie wa glasi. Wapatie. Yaani wanashindana ile kuleweshana. Kimtaja jina usikia muongeze kingine huyu naye nita hapo muongeze kingine. Mpe usishite jina. Nani huyo muongeze? Hakuna story. Hakuna kulizana. Kuna story kwa nichapia mfuto za kipindi. Wewe unipigie story kwanza. Kama tunaendelea story ya nini ya 250. Hata hizo story ya 250 chama ya 250 ya Kindiki ya Kindiki. Kindiki. Hizo siko nimeelewa vizuri. Hebu nieleze vizuri sasa hivi nielewe. Kindiki si ni boys wa nini wa matatu hapo hivyo. Anaitwa jina yake ni Kindiki. Sikipata hiyo jina Kindiki. Sasa kuna sauti mbili, kuna sauti mbili by the way. Unajua kuna sauti ya seasonal. Kukiwa na baridi, sauti inakuwa nyembamba. Akiwa kuna joto, sauti inakuwa big. Kuna sauti mbili? Kuna sauti mbili msee. Sasa mwenyewe anabadilisha, inabadilika tu anabadilisha yeye mwenyewe anabadilisha. Wazee mara mingi nimekuwa nikicheza naye pool. Unacheza naye pool, jamaa msee anaongea sauti nyingine ile mbamba kabisa kabisa exactly. Mpaka jamaa wanamta Kindiki ni aje? Juzi nikakutana naye sauti ni tofauti, yani aje? Kashinda kwa huyu jamaa vipi leo? Nabadilisha sauti tena. Yaani huyu jamaa ni tufani sana. Huyu jamaa kuna neno mbili yani sauti mbili hata. Okay, ni condition uko nayo bwana. Ni condition. Leo si ndio nimeuliza msee fulani akanambia yenyewe anakuwa gaibu. Mchako na sauti mbili. Na zinaenda na seasonal. Unaweza kwa tricky mzee. Wallahi tena zinaenda seasonal. So sasa nimeona wase wawili by the way wako na nini na hiyo condition hiyo. Kuna mwingine anaitwa Richie. Richie kabisa ukimsikia mpaka hata wase wanamtaga sauti ndogo. Ni jamaa sauti yake iko chini sana jamaa. So Richie unamsalimia ni aje hapo. Wewe unakaa baada ya miezi ni aje poa. Wewe ushinda huyu jamaa kwa na sauti ngapi yani? Ni msichana hata na seasonal. Sasa sijajua shida iko wapi. Ama sijui ni kuzaliwa ama ni kitu alikuja kumuingia after. Ni kama ni kuzaliwa tu mtu amezaliwa hivyo. Hoja fulani pale Mombasa. Shija kujitia kitanzi time fulani. Sasa ile kujitia kitanzi bahati mbaya akaokolewa. Akatandikwa. Lakini kama kuesha maribu ko. Acha nisijaribu kumkopi. Jamaa bwana sauti iliharibika. Akiongea sauti inagwara. Hiyo design. Yes, hizo sauti iko hivyo. Haitoki mpaka saizi. Mpaka sasa hiyo ni milele. Sijui kama angepata finances angetengeneza nyingi kwa sawa. Hiyo voice box. Lakini kama iko imharibu hapo. Sio jamaa hata kujitia kitanzi. Kia kufua dafa kaokolewa. Lakini alipigwa kidogo. Lazima panguswe. Lazima panguswe. Mara moja jinyonga hivyo. Je, ufala. Mwambia you have no power over life. Lazima uchape. Hata maisha yako mwenyewe. Hauna nini. Narudi yule bubu mwenye alipigwa bwana mpaka kaongea. Bubu aliongea. Hapa town hapa hivi. Alipigwa mpaka kaongea. Bro. Wallahi tena billahi. Aliongea huyo bubu. Alikuwa amebia msee fulani. Alishikwa akapigwa dakika mwisho akasema nisameheni. Anasema kwa nini jamaa kwa wallahi billahi akiamka hapo anajifanya jamaa ni bubu direct. Alikuwa ni bubu wallahi tena. Jamaa aliongea. Alikuwa ameiba nini? Kuku. Sio kuna vitu alikuwa ameiba hapo hivyo. Alikuwa ameingia kwa shop nyingine akachukua. Na akasema jamaa ametuibia. Jamaa alimshika akampiga. Jamaa anaongea signs kitu gani? Jamaa tulikuwa tunamjua fiti. Jamaa alipigwa bro. Alafu hapa jamaa maliziaje? Twende tukafuata ule mwingine yule anafanya pale vile. Kuna mwingine yuko anapenda kucheza sana loto. Tufuate ule loto. Fuata ule loto tupike kibara kama asipoa. Ule jamaa ana makosa. Ngoja. Ati sasa wamepiga huyo akaongea. Sasa kaona dawa yao jamaa kwa kupiga mpaka waongee tu. Hakuna kitu. So akaona
Dawa ya bubu ni umshike umtandike paka ongee. Piga kabisa paka ongee, nikamwambia sipo jamaa hajakosea yani. Mwacheni tu yako. Wewe bubu nilimwambia wewe unatafuta hapa hivi ngojua tu hapa hivi. Na alikuwa bubu mwingine kafupi. Kanatembea hapa town kafupi ka brown. Ngoja. Sasa huyo jamaa mwenye aliongea, huyo bubu mwenye aliongea afterwards zilikuwa aje? After hapo anaongea mpaka saizi. Sasa yako sawa? Anaongea fit. Hapo jamaa hawajifanya. Hakuwa bubu bro. Alikuwa bubu kabisa. Kama hizo kodi zako hazifanye kazi. Mimi nakwambia kuna jamaa hata una home anaitwa Solo. Kwa za naye futa. Anaitwa Solo. Sasa anaongea. Kuna wakati mwingine tuko tunacheza naye futa ukimkanya unasikia kumamako. Akia Mungu tena billahi, wallahi billahi. Alikuwa bubu. Akia Mungu tena moja. Solo kasa anaongea bro. Si uongo kabisa. Watu wenye wanamjua Solo MTT wanamjua kabisa Mwatate. Yule nimepata na wazazi wake na uliza wanahakikishie ndio. Unaona Solo tulikuwa tunapiga naye soka kabisa. Nilikuwa kwanza alikuwa anacheza namba 10 Solo. Na alikuwa ni bubu. Lakini ukimkanyaga anatoa sauti. Anatoa goal tu kwa mamako. Na ni bubu. Akia Mungu tena moja. Bro, unajua maana kwa bubu ni nini mazi? Mimi nakwambia kitu reality. Na Solo sana anaongea Solo anaongea mpaka sasa hivi. Mtu mmoja anajua Solo anakuambia Solo anaongea Solo kuna siku nyingine nakutana naye nilikuwa nimeenda home 2024. Kutana akaniambia niaje bro. Lakini sasa nile anakusaidia sauti yake itoki sana. Akaniambia niaje bro. Niambia fiti. Huko niambia niko. Ulipotelea wapi? Nikamwambia mimi niko. Niambia bana ni kitambo, nikamwambia yeye ni kitambo. Nikajua jamaa kumbe anaongea siku hizi. Siku anaongea kushtuka vile nishtuka jana. Asisi stuka juu kama alikuwa tunafuta ukimkanyaga na kutukana. Sisi singestuka. Bana. Bro, chief jana nilikuwa nimeshtuka jana. Jana male. Jana. Ule jamaa ndio kweli jana alikuwa umeshtuka kweli yani. Sio jamaa anafanya na mzee wangu mbaya. Exactly kabisa 100%. Leo nimekaa pale nimetulia. Nilikuwa nimeona umeshangaa tu. Nilikuwa nimeshika simu ngana msaki pita pale vile. Unaona? Sio nilikuwa pale mbele. Na jamaa ametulia kaja hapa msikia nambona. Ukasema okay, kwa sababu ajui nambona maisha nini? Inamaanisha nimewaona. Unaona? Sasa bwana yase nambona. Sasa kuangalia hivi mtu ameongea lugha yetu. Kumwangalia jamaa fana mzee wangu mbaya sana. Kwanza ile kofia amevaa, kuna time mzee wako anavaa kofia. Mazee kabisa. Nikashtuka mazee. Sampuli wewe mimi sijui niko nimeshtua. But nilishtua hadi nikakasimu kwa mfuko. John niko umekaa umezubaa umetoa. Umefanya mzee wangu sasa. Umedua. Hadi uliposema uja amenyamaza. Ulisemaje? Wewe ulikuwa umesema sijui. Na nilikuwa nimesema mbona umenini? Uja amenyamaza. Ndio nikacha ile kushtuka sema nyewe sasa zingira mambo yenyewe. Sasa zingira mambo yenyewe. Lakini sasa ile time mkiongea sema mzee uja anafanya mzee wangu mbaya sana. Acheki. Ni watu hufanana hivi. Watu wanafanana. Ningekuwa na picha ya mzee wangu kwa kijana. Nikuweke hapo na huyo jamaa utasema mtu na ndugu yake. Wanafanana mbaya. Nyinyi tafutaneni. Kama mnatoka mtaa mmoja, si mnatoka mtaa mmoja. Tafutane hapo mnajua. Sida. Unaweza kuwa unajua ataita miaka ngapi ile jamaa? Ataita unajua hapo ma late 30s ndio? 30s huko. Obviously kama 38, 39 hapo ma 37. Haiwezi kuwa na familia yetu. Hapana, yani kuna ile labda uko ya umbali. Unajua utaita tu kuna uko ile mrefu. Uko sijui. Unaweza kuta mkono uko. Uko sijui. Unajua uko ya Taita inaanzia undani mpaka huko Voi mkono uko tu. Taita ni mrefu. Ndio afana.